Lakini sisi tunavyofundishana, kama ni kwenye kitchen party, ni kwenye makongamano, ni kwenye mikutano, ni kwenye nyumba za ibada, makanisani, misikitini, au kwenye vikao vya kina mama, tuambizane ukweli. Tusiwe sehemu ya maumivu, tusiwe sababu ya kuondoa furaha, tusiwe sababu ya kuondoa amani, tusiwe sababu ya kutaka kupigwa au kutukanwa au kuachwa. Yani usiwe sababu ya kuachika. Wewe unatakiwa uipambanie ndoa isimame. Yani utengeneze mazingira kwamba mimi kwenye hii ndoa sitoki ng'o kwa sababu ya tabia zangu mimi mwanamke zilizo nzuri ambazo zinanitambulisha vizuri kwa mume. Mume afurahie kuwa na mimi. Kwa anapofurahia mumeo kuwa na wewe, habari ya kuachana haipo. Habari ya kwamba kesho nichukue tahadhari, niandike vitu kwa jina langu, haitokuepo. Kama unapanga hayo wewe mwanamke, ni dhahiri kwamba huna tabia nzuri. Tayari ni mwanamke mwenye mashaka. Kwa nini upange kuachwa? Kwa nini upange kuachana? Kwa nini unawaza kuachana? Kama zitakuwepo sababu za msingi za kuachana, basi tutasema ni bahati mbaya na tutaumia. Na kweli hatulazimishi pale ambapo kuna sababu za msingi. Na ndio maana mahakama zipo na huwa zinavunja ndoa kwa sababu za msingi. Lakini mwenye kuipambania ndoa yako wa kwanza ni wewe. Na ndio maana wanasema mwanamke mpumbavu ataivunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Lakini tumefundishwa kwamba twende kuwatii wanaume. Ukiwa mpumbavu utaivunja ndoa kweli, na usipokuwa mtii utaivunja ndoa kweli. Lakini wanaume wao wameambiwa waishi na sisi kwa akili. Jamani, wanawake wana akili nyingi sana. Ndio maana kila siku wanawaza haya, ni akili nyingi. Kwa hata nyinyi wanaume mnapoishi na sisi wanawake, ishini na sisi kwa akili, kwa sababu na sisi akili yetu ipo kasi. Kuna wakati naenda kasi, kuna wakati nawaza kitototo, kuna wakati inachukua tahadhari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunachosisitiza ni kwamba wanawake tufundishane maadili, tabia njema, kuishi katika hofu ya Mungu, kuishi kwa kuwaheshimu wanaume na sio kwenda kupambana nao na kuanza kutangaza habari za kuweka kila mtu amiliki cha kwake.